Sasa huyo brother yangu ndiye aliwahusia shamba, sio mimi. Sasa niliona tu 2022 wakanifahamia ati wewe umekaa kwa ploti yetu, na yangu ilikuwa 2487 imejenga manyumba, ilikuwa hapo tayari imejengwa. Sasa nikashangaa hii ilikuwa ploti yao namna gani, na yao ilikuwa 4473. Sasa nikashangaa, sasa kuangalia kwa kuenda kuchukua nini search inanionyesha wamekula paka yangu. Search ilinionyesha kwamba wameingia paka kwa yangu. Shamba baba mkwe ndiye alinipea. Nimeishi, nimezaa watoto, niko na wechukuu wamemaliza university. Kwa hii shamba niko na miaka 65, Musa yako na miaka 75. Mimi nashangaa saa hii wanakuja kunitoa kwa shamba yangu, na niko tu na plot, hata sio shamba kubwa, na wenye wananinyang'anya mimi siwajui, wako tu kama jirani, wanatoka huku Chekulo, walinunua kwa semeji yangu. Tumekaa vizuri, tumekula nao. Kuanzia 2022 wanaanza uchokozi. Nimeshangaa, nimeenda kwa mahakama wanisaidie, wacha nisaidie. Mimi nataka viongozi, President Ruto walisema mimi na simama na hustle. Nataka usimame na mimi. Naenda wapi? Wamenifukuza kwa ploti yangu yenye papa mkwe alinipea. Sina mahali ya kuenda. Mimi nimeshindwa. Mnisaidie viongozi wote. Mwezi wa 8, 43 Lower Court Chief Magistrate ilitoa uamuzi ya kwamba mzee ameshindwa kesi, wakapea wale wasichana shamba. Lakini kitu iliyotushangaza, waliweka condition ya kwamba mzee adeposit 1 million ndio aenda appeal, na akaweka ati general damages, mzee amekuwa akipata faida kwa hiyo shamba ambayo si yake, ati general damages 1 million tena. Kweli tukawa tuko na shida sana, kwa sababu mzee hajiwezi na hawezi afford hiyo 1 million hata ya kudeposit ndio aenda appeal. Kwa hakika tukakimbia ili tuombe stay, kwa sababu lawyer wetu alinyimwa stay immediately after judgment. Sasa tukaenda tukaweka application ya kuomba stay. Magistrate alikataa kutupea hiyo stay, na after some days, 4 days, akatoa eviction order ya forceful eviction. Sasa sisi tukaona wazazi wako hatarini, hawana amani. Tukarudi kotini, tukanyimwa bado stay. Kweli tukashindwa tufanye nini? Tukaamua tukashika matawi, tukaenda tukasimama hapo nje ya koti tukisema sisi tunaomba tu stay. Hatutaki kitu kingine. Tupe stay kama bado tunajipanga kwenda appeal. Kwa hii plot kuna demarcation ambapo miti ni kubwa ya kuonyesha mpaka. Alafu kitu inatushangaza tena, hiyo title deed, marehemu Andrew Mufutu aliamuka kutoka kwa kaburi akasema affidavit kwamba amepoteza title deed mwaka wa 2012 na alikufa 2007. Title deed ikatolewa 2018, marehemu tena akatoka kwa kaburi akaenda akasign akachukua title deed. Sasa tunashangaa, kumbe marehemu anaweza fufuka afanye kitu tena arudi